Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Huu ni mwezi Novemba. Mwezi ambao tumekuwa tukijifunza mada nzuri isemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 26. Siku ya leo tunaenda kuiangazia mada isemayo Kristo atakapokuja ujira wake utakuwa pamoja naye. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya ulinzi, asante kwa ajili ya faraja ambayo umeileta kwa maisha yetu. Ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu tunawakabidhi mikononi mwako. Wako wagonjwa katikati yetu, fanya uponyaji kwao. Na wale wenye mahitaji mbalimbali, wanapokuwa wakiomba, usikie na ujibu sawasawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu ya ahadi zako nyingi kwa ajili yetu. Nasi tunakuamini kwa sababu wewe ni Mungu na kwamba wewe hausemi uongo. Enda nasi siku ya leo. Tunapojifunza mada hii ukatusikilizishe vizuri katika nafsi zetu. Mioyo yetu ikaelewe hiki tunachojifunza. Akili zetu ikaifanyie kazi neno hili na jina lako litukuzwe katika jina la Yesu. Amina. Kristo atakapokuja ujira wake utakuwa pamoja naye. Zaburi ya 35 aya 25 imeandikwa, unihukumu kwa haki yako, Bwana Mungu wangu. Wakati mfalme alipokuja kuwatazama wageni, tabia zao halisi wote zilifunuliwa. Maana kila mgeni katika sherehe ile alikuwa amepewa vazi la harusi. Vazi hili lilikuwa ni zawadi kutoka kwa mfalme. Kwa kuvaa vazi hilo, wageni walionyesha heshima kwa muandaaji wa sherehe. Lakini mtu mmoja alikuwa amevalia mavazi yake ya kawaida ya kiraia. Alikuwa amekataa kufanya maandalizi yaliyotakiwa na mfalme. Vazi lililoandaliwa kwa ajili yake kwa gharama kubwa hakulivaa. Hivyo alimtukana bwana wake. Kwa swali la mfalme, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Hakuwa na jibu. Alijilaumu. Kisha mfalme akasema, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Tukio la mfalme kuchunguza wageni katika sherehe linawakilisha kazi ya hukumu. Wageni katika sherehe ya Injili ni wale wanaokiri kuwa watumishi wa Mungu, wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini si wote wanaokiri kuwa Wakristo ni wanafunzi wa kweli. Kabla thawabu ya mwisho haijatolewa, uamuzi utatolewa kwamba ni akina nani wanafaa kushiriki urithi wa watakatifu. Uamuzi huu unatakiwa kufanywa kabla ya ujio wa Kristo wa mara ya pili mawinguni. Maana atakapokuja, ujira wake utakuwa pamoja naye, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kabla ya ujio wake basi, sifa kazi ya kila mmoja itaamuliwa na thawabu itatolewa kwa kila mfuasi wa Kristo kulingana na matendo yake. Ni wakati wanadamu wanapoendelea kuishi duniani ndipo kazi ya hukumu ya upelelezi inaendelea katika nyua za mbinguni. Maisha ya wale wote wanaodai kuwa wafuasi wake yanapitishwa mbele za Mungu. Wote wanachunguzwa kulingana na kumbukumbu za vitabu vya mbinguni. Na kulingana na matendo yao, hatima yao inaamuliwa milele. Vazi la harusi katika kisa hiki linawakilisha tabia safi, isiyo na waa,
watakayokuwa nayo wafuasi wa kweli wa Kristo. Kanisa limepewa kuvikwa kitani nzuri, ing'arayo, safi, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Kitani nzuri isemwayo katika maandiko ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni haki ya Kristo, tabia yake mwenyewe isiyo na waa, ambayo kwa njia ya imani inatolewa kwa wale wote wanaompokea kama Mwokozi wao binafsi. Kuvikwa huku vazi la haki yake mwenyewe, Kristo atamvika kila mtu atubuye na kuamini. Christ's Objects Lessons, ukurasa wa 309 hadi 311. Hii ni Novemba 26, mada ikisema Kristo atakapokuja, ujira wake utakuwa pamoja naye. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele,